Wakati unataja nani wa kuingia na nani wa kutoka hapo, yani kwenye zile nafasi Joyce Lomalisa bana, kuna kitu ambacho amekizungumza hasa kwenye swala hili la usajili. Ninukuu kidogo kuhusiana na kile ambacho Lomalisa anasema. Tanzania ni nyumbani, nilikuwa Angola, nimerudi kuangalia nafasi, napenda bato ya ligi ya hapa, mimi ni mchezaji popote nacheza, iwe Simba, iwe Yanga au Singida, wakinihitaji niko tayari, bado ninayo nguvu ile ya kucheza kwa ushindani mkubwa. Kwamba kuna nafasi yake kama kwenye hizi klabu kubwa hapa Lomalisa, Simba, Yanga, Azam, Singida, kwa kuangalia hivi ni kama bado zinamhitaji kitambala. Kwanza kuna kitu kimoja Latifa. Kuna mashindano ya kinywaji kimoja hapa yalifanyika msimu ambao Lomalisa anaondoka, si ndio? Na Joyce Lomalisa alikuwa ni sehemu ya wachezaji ambao walicheza hiyo mechi na Young Africans walishinda hiyo mechi na wakachukua kombe. Kulikuwa kuna baadhi ya wachezaji ambao pia walikuwa katika upande wa majaribio. Kuna ule Mganda ambaye alikuwa ni Hamis, alikuwa anacheza eneo la midfield pale, na baadhi ya wachezaji wengine ambao walikuwa pale Young Africans. Moja kati ya kitu ambacho baada ya Lomalisa kuweza kuondoka, aliwalaumu Yanga kwa kudelay kumpa taarifa mapema, kwa sababu wakati anawafuata akiuliza hatima yake, viongozi bado walikuwa hajapata mbadala wa Joyce Lomalisa, ambapo baada ya kuondoka Lomalisa ndo amekuja Shadrack Boka. Watu wamemuona Boka kwenye hii misimu miwili, lakini bado kuna kitu ambacho walikuwa wanakimisi kutoka kwa upande wa mchezaji kama Joyce Lomalisa. Of course ni moja kati ya mabeki bora ambao mimi nimewaona. Siwezi kumkompea na wale ambao walishai kumtangulia kwenye ligi ya Tanzania, lakini kwa staili ya uchezaji wake, technical ability, ni moja kati ya wachezaji ambao ni bora zaidi ambao nimewashuhudia akiwa na Young Africans. Baada ya kwenda Angola, hatujajua performance yake namna gani ambavyo ilivyo, imepanda ama imefanyaje, imeshuka, lakini kama bado ni Mutambala yule ambaye tulikuwa tunamuona akiwa na Young Africans, mimi nadhani bado ana uwezo wa kucheza kwenye hizi Simba na Yanga, lakini changamoto hatujamuona kwenye hii misimu miwili, si ndio? Na hatujajua ushindani wake, namna ambavyo vijana kwa sasa hivi wanavyopush, ukimweka na Joyce Lomalisa ukianza kwa compare, namna gani ambavyo unaweza ukaanza kupata huo wasiwasi. Ni kitu kigumu ambacho kukiona kitokea kumuona Simba au Yanga. Kwa timu kama Singida inawezekana ikawa ni jambo rahisi, kwa sababu Singida pia imekuwa ikitazamiwa kama ni sehemu ambayo wachezaji ambao wana mashaka nao wengi wanaenda pale kwa ajili ya kwenda kufanyaje, kwenda kuonyesha quality ambayo iko nayo. Ameenda Miraji Abdallah, hajafanikiwa kuweza kupata hiyo nafasi. Yani pale kama chuo. Yani tunakuangalia ukifaulu ndio tunaweza tukaanza kukutizamia sasa kwenye hizi timu za madaraja ya hapa juu. Kwa hiyo kwa Simba na Yanga kwa sasa hivi pengine inawezekana ikawa ni soko gumu kumuona Joyce Lomalisa. Na jana amezungumza, anasema hana management. Yani yupo yeye kama yeye mwenyewe. Sasa jambo jepesi hilo. Tushatoka huko. Mchezaji anakuambia hana management, unaona ni kwa kiasi gani ambapo hata management ambayo ilikuwa inamsimamia zamani pia kama vile kuna uwalaki. Kwa hiyo lakini hiyo si nyepesi pia kwa klabu, yani inaenda mazima. Amna kona. Jambo ujue management inakusaidia wewe kupata timu. Jukumu lako wewe unatakiwa focus na wapi? Sasa si ndio maana hapa anatuambia kwamba yuko tayari, yani na maana yeye mwenyewe pia anajiweka sokoni mwenyewe kabla kwa sababu hana hizo management. Ngoja tuone, nadhani muda ndio unaweza ukaongea zaidi, kwa sababu umeona Kibabage kwa msimu huu amekuwa na performance bora. Tumuombee pia hata msimu ujao, kwa sababu huwa kuna bahati mbaya ama kuna maandalizi mabaya pengine ya pre-season ambayo yanaweza yakamfanya mchezaji ambaye tumemwona kuwa bora msimu unaokuja asituonyeshe kile ambacho tulichokiona msimu uliopita, si ndio? Mimi nitakupa mfano. Umemwona Pacome wa msimu uliopita, achana msimu huu, yule wa mwaka jana, na alivyoanza msimu vilikuwa ni vitu viwili tofauti. Wengi walitarajia pengine Pacome atakuja na makubwa zaidi. Wao tu wenyewe Young Africans baada ya kumuona Pacome, kuna kitu alichokifanya, wakamupgrade, kwa maana ya kwamba wakamvua jezi namba 26 wakampa jezi namba 10 ya Stephane Aziz Ki, akiamini sasa baada ya Aziz kuondoka, na pengine inawezekana Pacome yule ambaye alikuwa anacheza chini ya Aziz Ki, kuna namna alikuwa anashindwa kuwa bora zaidi kwa sababu ya uwepo wa Aziz Ki. Sasa hivi tumfanye Pacome awe free, yani yeye ndo awe ni star wa timu, wakampa hiyo jezi namba ngapi? Namba 10. Lakini bahati mbaya pengine kutokana na fatiki ambayo alizokuwa anazipitia, injury ambazo alikuwa anakutana nazo, tumeshindwa kuona ule ubora msimu ambao ulikuwa umefanyaje, ambao ulikuwa jezi itakuwaje sasa? Jezi na kwa kipindi hicho ambacho anaumwa namba 26 sasa namba nani? Edmundi. Edmundi.
ambaye naye pia zinatajwa tetesi kuelekea Geita Gold. Lakini pia mwenye jezi yake ambaye alimrithisha yuko inatajwa kwamba anarudi. Yuko mjini. Kutokea. Mimi nafikiri Lomalisa anacheza Simba na Yanga, anacheza tu. Kwa maana hapa sasa nafasi za kina Shabalala Kibabage zinaingia hatarini. Anacheza tu kama Shadrack Boka anacheza. Hatujamwona lakini alipotoka anacheza vizuri tu. Kwa sababu yani unajua kitu kinachotokea ni kwamba basic. Issue inachotokea ni kwamba namna gani timu inamwaccommodate mchezaji ambaye energy yake imepungua, lakini kimfumo mnaweza mkatumia kitu alichonacho kupa ufanisi wa kile ambacho mnakihitaji kama timu. Shadrack Boka na wachezaji wengine ambao wana energy kubwa, ambao wanahisi bado wana energy kubwa, mara nyingi ufanisi wao unakuwa mdogo kwa sababu wanategemea zaidi katika nishati ya mwili wao kuliko akili yao. Lakini Lomalisa kwenye brain, moja kati ya smart defenders ambao mimi binafsi alipewa jina la waziri wa maji ambao binafsi nimewahi kushuhudia. Kwa mimi nahisi akipewa mfumo tu ambao unamwaccommodate Lomalisa kwa ligi yetu namna ilivyo, anacheza. Kwa sababu hata Pacome of course, kwa sababu wao wenyewe wahusika wanasema of course masuala ya injury, ambapo alikuwa anamzingua kipindi fulani bega, kipindi fulani sijui ilikuwa ni goti. Lakini of course wapo pia wanaozungumzia lifestyle ya nje ya uwanja, umeona. Kwa kuna factor mbalimbali ambazo yeye binafsi zilikuwa zinamwathiri, ambazo of course bado haijaja kudhibitika kwamba ni hiki au ni hiki. Lakini kwa upande wa Lomalisa, kama anaweza kumaintain discipline yake ya nje ya uwanja kwa age alionayo, mimi naamini uwanjani ni mchezaji ambaye anaweza akatoa matokeo vizuri. Sema pia kuna kitu kimoja ambacho Petro amekizungumza vizuri. Mchezaji age ambayo anaokuwa nayo kupunguziwa majukumu. Nakumbuka kuna misimu ya nyuma hapa watu walikuwa wanataka kuwastafisha Shomari na Zimbwe, si ndio? Kutokana na namna ambavyo mwalimu alikuwa anawahitaji. Alikuwa anawataka mbele, anawataka pia kwenye majukumu ya kuja kukaba. Lakini baada ya Fadlu kuingia kwenye msimu wake akiwa na Simba, tuliona namna ambavyo alivyokuwa anamshape Mohamed Hussein Shabalala. Kwanza alimpunguzia muda wa kucheza. Akawa anacheza dakika 60, 55, anatoka anaingia Valentino Noma. Lakini pia alikuwa anampa eneo kubwa la kuweza kufanyaje? La kuweza kutumika. Kwa kuna namna ambavyo unaweza ukampunguzia mchezaji, ukampunguzia kwanza muda wa kucheza na ukampunguzia pia eneo kubwa la uwanjani. Petro amemzungumzia Pacome. Mmoja kati ya wachezaji ambao walikuwa anacheza katika maeneo makubwa pale Young Africans. Utamtaja Maxi, utamtaja Dube, utamtaja pia na Pacome, si ndio? Muda ambao unamhitaji sasa aenda akatizame akatimize majukumu yake, mara nyingi ulikuwa unakuta wakipelea, lakini walikuwa wanacheza eneo kubwa la uwanja zaidi. Sawa, asante kwa wewe ambaye unaendelea kutufuatilia kupitia YouTube channel ya PMTV.